ulambe majivu au magnesium kabisa. Sasa unajitesa bila sababu ya msingi. Kwa hiyo huna namna zaidi ya kufurahia mafanikio ya Simba Sports Club. Sisi ndo tumeshaingia finali. Sijui umeelewa na anakanyaga. Kwa hiyo KMC kwa kuheshimu na kupenda mpira wa miguu wakasema Simba Sports Club hakuna tabu, ombi lenu tumelipokea na mechi wamerudisha katika uwanja wa KMC. Sijamaliza. Kwa hiyo tunawashukuru kusema kweli na tunawapongeza sana KMC, na wala wasisikilize maneno ya wapagazi, wala wasisikilize maneno ya watu wenye chuki na wivu. Wao wasimamie msimamo wao wasimamie ukweli na haki ambayo wameifanya kwa maamuzi yao wao wenyewe. Maamuzi waliyofanya ni maamuzi yenye thamani na ni maamuzi bora kweli kweli. Anaweza akatokea mtu mmoja mzandiki waachane nao. Watu wa namna hiyo wenyewe wamefanya kitu kwa ajili ya kutusaidia sisi. Mechi imerudi katika uwanja wa KMC, kwa maana hapa Mwenge. Inatupa sisi nafasi ya kushiriki mchezo huo na kujiandaa na safari yetu ya kwenda Morocco, kwenda kwenye finali yetu. Jumapili tuko tena hapa kwa ajili ya kucheza na mama mwenye nyumba KMC. Tunafahamu ugumu wa mchezo hiyo kwa sababu kocha wamefukuza KMC mara zote. Ogopa sana kukutana na timu ambayo mwalimu mkuu ameondoka. Wachezaji wanakuaga wanaanzaga upya morali na ufundi kwa ajili ya kumshawishi mwalimu mpya ayawaamini na awape nafasi. Mechi itakuwa ni ngumu, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na maandalizi ambayo tunakwenda kuyafanya ndani ya siku hizi mbili, tutapata ushindi kama kawaida. Sema kwamba wametanua magoli kuondoka kwa kocha. Sio watanulia magoli. Hapana, technically chukua hiyo kutoka kwangu. Mara nyingi sana timu ambayo inacheza mchezo wake wa kwanza, wewe utasikia tu ushasikia watu wanasema au walikuwa mtaki kocha, au kocha alikuwa anawachelewesha. Mara nyingi kuna mzoka huo unaongezekaga pale baada ya mwalimu kuondoka. Ahmed, unaposti sana kila mara dakika 2 unaposti wakati majina yako siku ya tano. Kamtafuteni labda kajiua kamtafuteni. Kama Simba mmepokeaje baada ya Rais Samia kuwapa ndege kuelekea Morocco? Yeah, we are very happy. Najua umeuliza swali hilo ili nikujibu na wewe Rama utakwenda kwenye ndege yetu. Nashukuru. Tumepokea taarifa hii kwa furaha mno. Ni heshima kubwa nchi kutoa ndege yao na kuwapa watu wake kwenda kuipigania nchi husika. Ni heshima kubwa mno. Sio kila nchi ya Kiafrika inaweza kufanya hivyo. Ni Tanzania pekee chini ya Mama Samia mwenye mapenzi na mpira wa miguu Tanzania ndiyo ambaye anaweza kufanya maamuzi makubwa na yenye thamani kama hiyo. Ametoa ndege na mnyama atasafiri kwa ndege ya mama kwenda kuipigania Tanzania. Maswali ni mengi, utaratibu ukoje? Viongozi wetu wa Simba Sports Club kwa kushirikiana na viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa shirika la ndege Tanzania wanatengeneza mfumo wa pamoja wa namna gani wana Simba tutasafiri kupitia ndege ya mama kwenda zetu Morocco. Kwa hiyo wana Simba wawe na subira. Very soon tutawatangazia utaratibu wa kusafiri na ndege ya mama. Semaji maneno yalikuwa mengi sana, amesafiri pia na ndege kwenye nusu finali. Watu wakazungumza kwamba mnasafirisha watu ambao sio sahihi na kuacha mashabiki ambao ni nguvu kubwa sana kwenye timu. Nani alisema? Walizungumza nataka nijue nani. Shabiki wa Mizani. Basi. Shabiki wa Yanga hawezi kujua nani sahihi kwetu sisi. Very simple. na wachambuzi pia, baadhi ya wachambuzi walizungumza. Wamekosa safari. Ni wivu. Kuna mpango wa kumcheka. Nani? Mimi niko honeymoon hapa. Naanza kuhangaika na watu wenye
wenye kiungulia. Ni kiungulia tu. Sasa hivi kila mtu wa nyuma mwiko ukimuona ana kiungulia. Wamepagawa vibaya mno. Na sisi tunakandamiza tu mpaka wakose hewa. Mashabiki zenu wameimba leo pale baada ya goli la 5. Sio chezi, mtacheza. Video nayo hapa nitakutumia. Nasema mtacheza. Nini mwaka huu? Mwaka huu bwana tumeyapatia maisha vibaya. Tumewapatia maisha. Kuna kitu ambacho watu wataka kufahamu. Kitu gani? Simba nyie ndio ambao mlilalamika kwamba mmefanyiwa vitendo ambavyo vilikuwa sahihi pale uwanjani. Lakini kuelekea kwenye dabi ni kama mlalamiki ni kama mnafurahia. Inakuwaje nyie ambao mlifanyiwa vitendo vibaya na mnakimbia kwenye dabi? Mbona hilo swali sijui hata limetoka wapi? Hamjui kama hiyo dabi itakuwaje? Kwani hamhitaji ripoti iwafikie? Kiuhalisia ni kwamba sisi hatuna cha kuzungumza chochote kuhusiana na dabi. Taarifa yetu tuliitoa na kila mwana Simba na Mtanzania alisoma na akaielewa. Na sisi malalamiko yetu ilikuwa ni uvunjwaji wa kanuni. Kwa hiyo tukasema tunataka kanuni zifuatwe. Mamlaka zikaufuta mchezo na sasa mamlaka zimeupangia tarehe mpya mchezo. Kwa hiyo sisi hapa tarehe 15 ya mwezi wa 6, Allah kitujalia uhai, mtatukuta Benjamin Mkapa. Lakini tarehe 13, 14 lazima tufanye mazoezi kwenye uwanja ule. Otherwise kuwe kuna taarifa nyingine kutoka kwenye mamlaka za uwanja. Tukifanya mazoezi tarehe 14, tarehe 15 nyama anaingia uwanjani kwenda kucheza mechi. Kwa sisi hatuna discussion yoyote na mchezo huu. Mamlaka zimeshapanga tarehe na sisi tunaisubiri tarehe. Na jambo zuri sasa la kufanyisha mkongoni, tarehe 15 tutaingia uwanjani kwenda kucheza mechi yetu hiyo na kombe letu la Afrika. Wakati tunazungumza hayo, tuseme inshallah. Wakati tunazungumza hayo, kwa hiyo hamuhitaji ripoti kama Simba. Ripoti ya hamuhitaji ripoti. Manake hata hoja zenu zinahitaji ripoti kutoka bodi ya ligi. Kwa hamuhitaji ripoti. Tukutane tarehe 15 mwezi wa 6. Hamuhitaji ripoti. Tarehe 15 watu wanahitaji ripoti. Kwenye barua mlidai kwamba mtacheza huo mchezo kama watu watachukuliwa hatua. Ripoti ni mechi tarehe 15 mwezi wa 6. Hapo tukasome ripoti mkiwa na kikombe na kombe letu la Afrika. Tumalize jamani, huwa inanyesha. Au hamjaridhika? Hamjapata content?